Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, habari za mchana ndugu wa Tanzania. Na tumai tuko salama siku ya leo ya Jumatatu. Tumeitana hapa japo umekuwa ni mwito wa haraka haraka, lakini tunayo matangazo yetu ambayo tumekusudia kuwatangazia ili kuepusha maswali ya mwandishi mmoja mmoja na kuepusha maswali ya wanasimba kuelekea katika matukio yetu makubwa mawili ambayo yako mbele yetu. Tangazo la kwanza ama taarifa ya kwanza ambayo tungependa kushare nanyi ndugu zetu waandishi wa habari, taarifa wafikie wanasimba, ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo tuko hapa kutangaza ya kwamba mechi zetu za ligi kuu ya NBC tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndio utakuwa uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa ya awali ilikuwa tutumie uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, lakini rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao tuliutumia vema msimu uliopita na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukiutumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Tuchukue nafasi hii kwa shukuru wamiliki wa uwanja huo JKT Tanzania kwa kuturuhusu na kukubali na sisi kuwa sehemu ya wenyeji wa uwanja huo katika michezo yetu ya ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo itakuwa ni dhidi ya Goso Akaya Coastal Union, mchezo ambao utapigwa tarehe huu wa 8 mwaka 2026. Kuelekea katika mchezo huo tumewiwa kutangaza viingilio mapema ili kuwapa nafasi watu kuweza kununua tiketi. Kumekuwa na changamoto ya kimaendeleo ya mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi, ambapo kwa sasa ununuaji wa tiketi unanunuliwa ama tiketi zinanunuliwa kupitia mitandao ya simu ya mkononi. Maana ukiwa na simu yako ya mkononi unaingia kwenye system ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, unakwenda unanunua tiketi yako. Kwa mashabiki wa Simba hasa wa nyumbani, ili kwao linakuwa ni zoezi geni, kwa sababu mechi ya kwanza kutumika mfumo huu ilikuwa ni pale visiwani Zanzibar kwenye mechi ya ngao ya jamii. Tunajalia kwamba si mashabiki wengi ambao wa Simba waliweza kupractice mfumo huu. Baada hapo tumecheza mechi 3 za ugenini ambazo tunaamini ni mashabiki wachache sana kutoka Dar es Salaam ndio ambao wameweza kutumia mfumo huu. Mechi yetu ya tarehe 27 ndio ambapo mashabiki wengi zaidi wa Simba kwa wakati mmoja watakwenda kukutana na mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi za kuingia uwanjani. Ni mfumo mzuri, ni mfumo rahisi, lakini kwa kuwa ni mpya tunahitaji kuendelea kuupigia kelele na kuuzungumzia ili watu waweze kuelewa. Kwa nini ni mfumo rahisi? Huna haja tena ya kutafuta kituo kinachouza tiketi. Huna haja tena ya kwenda kwa wakala anayeuza tiketi. Huna haja ya kufunga safari kutoka Magomeni ukaenda Kariakoo kwa Lampard kwenda kununua tiketi. Huna sababu hiyo tena. Una simu yako mkononi kitandani, hapo hapo unanunua tiketi yako, unakuwa umemaliza. Changamoto kubwa ni kwa wale watu ambao hawana simu janja, hawana smartphone. Mtu ana kiswaswadu chake, anaweza akafanyaje? Kama hauna smartphone, unachoweza kufanya ni kumuomba mtu akununulie tiketi yako hiyo, kwa sababu mtu mmoja
ana uwezo wa kununua mpaka tiketi 5. Kwa hiyo kama huna simu kubwa, huna simu janja, huna smartphone, mtafute mtu unayemwamini, mpe kiingilio chako, akununulie tiketi yako. Baada ya hapo uweze kuingia uwanjani. Na kama mtu akikununulia, maana yake kwa kuwa wewe huna simu kubwa, kuingia kwako uwanjani ni lazima uambatane naye. Ukifika pale getini, ana scan ile tiketi yake iko valid, unaruhusiwa, unaingia uwanjani. Niwaombe mashabiki wa Simba tusitumie muda mwingi kulalamikia mfumo huu. Kwanza ni teknolojia na dunia inahama kwa kasi kwenda kwenye teknolojia. Siku hizi watu hatupangi tena foleni ya kwenda kulipia luku. Siku hizi unanunua tu kwenye mtandao wa simu, maisha yanakuwa ni gwede. Siku hizi hatupangi tena foleni kwenda kwa wakala, sijui kulipia kingamuzi, si kufanyaje, unalipia mwenyewe kwenye simu yako ya mkononi. Kwa dunia imeshahama huko kwenye mafoleni na mavitu kama hivyo. Unaweza ukakidhi haja zako mwenyewe kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo badala ya kushambulia na kulalamika, ni vema tukatumia muda huu namna gani ya kujifunza kutumia mfumo huu ili iweze kuwa rahisi kwetu. Kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union tarehe 27 ya mwezi wa 8, viingilio katika mchezo wetu huo itakuwa ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 kwa VIPA. Tunafahamu Meja Jenerali Samuyo ni uwanja ambao uko mbali kidogo na maeneo mengine huku ya Dar es Salaam, lakini hatuna budi wanasimba kuupokea uwanja huo, na kumbuka hii ni sehemu salama zaidi kwa Simba Sports Club. Msimu uliopita tumeutumia uwanja ule, hatujapoteza hata mchezo mmoja kwa maana ya kufungwa, ukiachilia mbali sare 2 ambayo tulizipata, moja na Mtibwa na nyingine na kwenye dabi sare bao 2-2. Kwa hiyo ni sehemu salama kweli kweli kwa upande wetu, na kwa mantiki hiyo mashabiki wa Simba hatuna budi kuupokea uwanja huu na kujitokeza kwa wingi pale ambapo mnyama anakuwa anacheza. Kwa hayo ndiyo ambayo yanahusiana na ligi kuu ya NBC, na kikosi kimerejea jana kutoka Singida ambapo tulikuwa na mchezo dhidi ya Singida na tukapata ushindi wa magoli 2-1. Tumerejea jana na hii leo kikosi kimeendelea tena na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huu. Ukiangalia tarehe ya leo 24 kuelekea kwenye tarehe 27 ni siku 3 tu. Kwa hiyo hakuna muda wa kupumzika. Vijana wamesharejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza maandalizi kabambe kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Coastal Union. Tukiachana na taarifa inayohusu ligi kuu ya NBC, tugeukie taarifa ya mechi za kimataifa. Sote tunafahamu ya kwamba mwezi wa 9 mwaka huu tunaanza rasmi ratiba ya michuano ya kimataifa, na Simba Sports Club tunaianza raundi ya awal kwa kucheza na timu ya Mighty Wonders ya pale Malawi, na mechi yetu Simba na Mighty Wonders ya raundi ya kwanza itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na mechi yetu ya marudiano sisi na wao itakuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, mechi ambayo itapigwa Dar es Salaam. Uwanja tutakuja kuwatangazia hapo baadaye. Kikosi chetu kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026 kuelekea Malawi. Tutaondoka hapa asubuhi kwenda kuwafuata wapinzani wetu Mighty Wonders, tapumzika, tafanya mazoezi jioni ya tarehe 4, tafanya mazoezi tarehe 5 na tarehe 6 tutaamkia uwanjani kwenda kupigania mnyama kufuzu kwenda hatua ya kwanza na hatimaye ligi ya mabingwa na hatimaye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Tutarejea tena kwenye michuano ya kimataifa baada ya msimu jana kuwa na anguko baya kweli kweli.
kwa miaka mingi tangu tumeanza kujipambanua kwenye uga wa kimataifa hatujawahi kuishia hatua ya makundi, lakini katika hali ya kushangaza kweli kweli, mwaka jana tumeshindwa kuvuka kutoka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Ilikuwa ni mwaka mzito kwa Simba Sports Club, ulikuwa ni mwaka mgumu kwa Simba Sports Club, na ulikuwa ni mwaka wa fedheha kweli kweli, timu kubwa aina ya Simba Sports Club kushindwa kuvuka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Sisi failure yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kuwa ndio benchmark ya kufeli ilikuwa ni robo finali, lakini mwaka jana tukashindwa kuvuka hata hatua ya makundi na kufika hatua ya robo finali. Sasa ya mwaka jana yameshapita, yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy, lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi, tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka, lakini vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Might Wonders ambao ni mabingwa wa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao, tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika, huu ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sijui Botswana, Malawi, sijui Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli kuwahi kutokea. Kwa mantiki hiyo basi, tutakuwa na msafara wa mashabiki wa Simba ambao safari yetu itaanza tarehe 3 ya mwezi wa 9 saa 12 jioni, saa 1 kamili jioni. Safari yetu itaanzia hapa Dar es Salaam mdogo mdogo kuelekea Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika, mnyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi, tunaingia kwenye mabasi yetu, tunarejea Tanzania
kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine.